unajipima, unajitathmini na kwamba je, nina sifa hii ya kuitwa mtumishi wa Mungu? Sifa ya kwanza, hebu sema amen. Sifa ya kwanza ya mtumishi wa Mungu, lazima ndani yake awe na upendo timilifu. Hebu sema upendo timilifu. Sema tena upendo timilifu. Tunaposoma maandiko yanasema hivi, unikize. Kitabu cha Luka 10:25. Kitabu cha Luka sura ya 10:25 anasema hivi, na tazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Hakuna mtu atakayeurithi uzima wa milele asipomtumikia Mungu. Sema amina. Ukisoma katika neno tulipoanzia pale anasema hivi, umfuate ndipo utapata na uzima wa nini? Wa milele kule mbele. Anasema nitakapokuwa hapo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Watakaoketi na Yesu ni watumishi wa Yesu peke yake. Kwa hiyo anasema nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati, wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hebu sema, kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wangu wote, na kwa roho yangu yote, na kwa nguvu zangu zote, na kwa akili zangu zote, na jirani yangu kama nafsi yangu. Ni rahisi kusoma maneno haya. Ni rahisi kusoma. Unayempenda hautamani siku ipite haujamsikia, haujaonana. Unayempenda. Sasa ikiwa unampenda Mungu, na Mungu hawezi akakuamini asipouona upendo ndani yako juu yake. Ameahidi kwenye neno lake, anasema ninawapenda wanipendao. Ninawapenda wale wanipendao. Kwa hiyo kama haujadhihirisha upendo wako kwa vitendo kwa Mungu aliye hai, Mungu hataachilia neema juu yako, hataachilia huduma juu yako, hataachilia kipawa juu yako, hatakupa nguvu yake, hatakupa roho wake, hatakupa heshima yake, hatakupa kibali chake, hatakupa uwezo wake. Kwa maana hatuwezi lolote isipokuwa kwa msaada wa nguvu. Biblia inasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu, yeye yatupendaye. Kwa hiyo ili Mungu akupende na ndani yake alimine vipawa, huduma, kalama, lazima wewe udhihirishe upendo wako kwake. Kwa hiyo kama haujafikia kiwango kitimilifu cha kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na kumpenda jirani yako kama nafsi yako, hii ina maana jinsi unavyojiwazia wewe ndivyo muwazie na jirani yako, ndivyo muwazie na aliye karibu na wewe, ndivyo muwazie na unayemuona. Jinsi unavyotaka kujipenda wewe, unavyotaka kujipendeza wewe, unavyotaka heshima wewe, unavyotaka kufurahi wewe, unavyotaka ndivyo umuonee na mwingine hivyo hivyo. Kama uwezi ukaona tofauti ukaona kwa jirani sawa sawa na unaona kwa ajili yako, haujafikia viwango vya kumpenda Mungu aliye hai. Na kwa bahati mbaya Biblia inasema hivi, mpende adui yako. Leo hii watu wangapi wanawapenda adui zao? Wangapi? Ukiona inakusumbua wewe na adui yako, ujue viwango vya kumpenda Mungu bado havijakamilika ndani yako. Hebu sema mimi kwa jina la Yesu aliye hai. Sema tena mimi kwa jina la Yesu aliye hai. Haijalishi ni adui yako kiasi gani na kufanyia mabaya kiasi gani, lakini lazima unavyomwazia iwe ni kama unavyojiwazia wewe. Unavyojihurumia usiende motoni, unavyojihurumia usilale njaa, unavyojihurumia upendeze, unavyojihurumia mambo kadhaa yasikutokee, hivyo umhurumie na ndugu yako, umhurumie na jirani yako, umhurumie na adui yako, umhurumie na yule ambaye yeye anawaza mabaya yako, anataka Mungu umhurumie. Hebu sema mimi kwa Yesu hai. Hii ndio itakayofungua mlango wa Mungu kukaa ndani yako, wa Mungu kukutumia wewe kama mtumishi wake. Atakujaza maarifa yake, atakujaza kipawa chake, anakujaza huduma yake, anakujaza karama yake, anakupa heshima, atakutegemeza, anakujaza hekima yako, ili ukitenda lolote ionekane Mungu ametenda pamoja na wewe. Hebu sema mimi kwa Yesu hai. Hii ndio maana watu waliojivika kuwa watumishi wa Mungu wanalifedhesha na kulitukanisha jina la Bwana, maana wanavyoongea moyo kinywani na matendo wanayoyatenda viendani. Matendo yanamkana Mungu, matendo yanamchukiza Mungu, matendo yanamdhihaki Mungu.
mpende Mungu viwango vya ukamilifu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Yaani maana yake tumia ujuzi wako wote, tumia nguvu zako zote, tumia moyo wako wote, tumia roho yako wote kuhakikisha unachokifanya kwa ajili ya Mungu unatumia uwezo wote aliokupa Mungu kwa ukamilifu, ili Mungu ajitukuze katika hicho unachokifanya. Lakini tunapofanya kazi ya Mungu kizembe, kilegelege, kivivu, kinyonge, kiudhaifu, hayo hayamtukuzi Mungu aliye hai, na hatuwezi tukapata heshima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo lazima umpende Mungu. Kumpenda Mungu hakuina sababu zozote. Leo unapiga bio, kesho umelala. Leo unasonga mbele, kesho unalala. Yaani hakuna kitu Mungu anakichukia kama mtu kuwa na vinyongo katika utumishi, na tutachelewa sana. Sijui kama mnanisikiliza ninachokisema. Nataka niwaambie hivi, Mungu hasikii kwa kuwa tunaomba. Hatutendei kwa kuwa anaitafuta nia, anaitafuta sifa, anatafuta uungu wake ndani yetu, anatafuta umilele ndani yetu. Anaona unabidiza kutumika leo, lakini kesho unawaza anguko kubwa. Mungu hawekezi chochote mahali ambapo patakuwa na hasara. Hebu sema amen. Kwa sifa ya kwanza ya mtumishi wa Mungu, lazima uwekeze upendo mwingi kwa Mungu aliye hai. Usifanye kazi ya Mungu kwa kusukumwa, usifanye kazi ya Mungu kwa kubembelezwa, usifanye kazi ya Mungu kwa kulazimishwa. Maana yake Mungu anataka unaamua kulitenda lolote kwa ajili yake, ulitende kwa moyo. Ikiwa ni kwa nguvu zako, tumia nguvu zako zote. Ikiwa ni akili, tumia akili zako zote. Ikiwa ni kwa roho, yani usiwe na chochote kisingizio, na sababu roho yako yote ikusudie. Maana yake usiwe na manunguniko yoyote. Unajua, sikiliza nikwambie, unaweza kusema namna gani? Mtu yoyote aliyempenda Mungu kwa roho yake yote, ina maana hata akikutana na udhia, akikutana na shida, akikutana na vikwazo na vipingamizi, vizuizi, roho yake haitanungunika, roho yake haitafadhaika, roho yake haitakuwa na visingizio vyovyote. Atafurahi katika huo utumishi. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wewe ni mtu wa kulalamika kila itwapo leo, ni mtu wa masingizio. Leo uko hai, kesho umekufa. Unataka Mungu ajitukuze kwako, unataka Mungu aangushe maadui mbele yako, unatamani Mungu